Bwana, mambo vipi? Tuko Arusha Sheikh Amri Abeid baada ya mazoezi ya mwisho. Staff wa klabu ya Azam FC wako hapa. Team coordinator. We subiri kwanza. We mambo vipi? Lapson niko laki. Naam. Unaendeleaje? Niko poa. Hivi unahudumu Azam FC kwa muda gani sasa? Zaidi ya miaka 10. Umeanza kama nani ndani ya klabu? Mambo yakaenda mpaka kufikia. Umeanza kama mchezaji, manager, then sasa hivi mratibu. Sasa hivi ni mratibu wa klabu. Jambo gani gumu ambalo ulisikia kuhusu Arusha alafu umefika alipo? Jambo gumu? Hapana. Maana ukienda Arusha, kuna wauni, bwana Arusha. Wauni wapo kweli. Ushakutana nao? Sijakutana nao lakini naambiwa bana usitembee usiku si maeneo haya hapa, kwa hiyo wapo. Kwa hiyo wewe hujaona? Sijaona. Umehadithiwa. Lakini nimehadithiwa. Kwa lazima utake precaution. Okay. Bwana mimi nataka kujua leo Arusha wafanyakazi wa Azam FC wameambiwa nini kuhusu Arusha? Wamekikuta hicho? Kitman Joseph Yusuf Nzawila. Mambo vipi? Poa vipi? Unaitwa baba nani? Naitwa Baba Ija, Baba Anwari, Baba Sabla, Baba Adija. Kaa kwenye Baba Ija hapa. Baba Ija. Kit manager, jezi msimu mnatoa lini kwanza? Hiyo ni siri yetu ya klabu. Lakini tayari. Yeah, of course. Inaweza kuwa tayari. Mchongo shaisha. Kila kitu. Si unajua tena sisi Azam FC tulivyokuwa moto. Waliwahi kukuambia nini kuhusu Arusha ambayo umekuja ukafuatilia ukagundua nimekuja Arusha sio mara moja, mara mbili, mara tatu, sio kweli? Hapa walishawahi kuniambia kwamba kuna wauni wengi sana katika mapanga, wakabaji wengi, lakini kila ninapokuja sijaiona hiyo hali na mimi natembea sana yani. Natembea sana. Na vipi kuhusu stories za mpira Arusha labda? Stories za mpira Arusha zilikuwa zilipendwa, lakini kwa sasa hivi hamna tena kwa sababu timu ambayo ilikuwepo hapa FC Arusha ishatokomea. Kuna ile nyingine ilikuwa inaitwa Ojoro haipo. Kwa hiyo historia ya mpira Arusha hapa unaona kama imeshafifia sana. Yes. Bwana, karibu Arusha. Hii ni Azam FC TV. Wachezaji wamemaliza mazoezi, wao wanaondoka na sisi tunataka angalau tulambue tupate chochote kitu. Chief of security huyu ni Kitman Hamisi Saleh. Kaka, mbona unanikimbia? Hapana, nipo naambia ndugu yangu. Kiasi cha moto? Huko fresh kabisa. Tuna enjoy alhamdulillah bil alamin. Ulikuwa unakimbia wewe? Mimi siwezi kukimbia kamera wakati ndio vitu vyangu, nitakimbiaje kamera? Wakati ndio mdau mwenyewe mkubwa. Hebu niambie, Baba Ija akasema hivi. Ameshawahi kuambiwa kuhusu wauni Arusha, jambo ambalo amekuja kuprove sio kweli. Ni watu tuna maisha yao na misimamo yao. Wewe kitu gani ushaambiwa kuhusu Arusha ulivyokuja ukagundua kwamba hiki kitu sio kweli? Sound hizi hawa tantalila kabobo. Umecheka kinafiki hapo? Bwana, unaona kiti manager wa vile anapocheka, kinafiki hapo? Sijacheka kinafiki kwa sababu nimefurahi leo niko na bosi wangu. Nani sasa? Wewe bosi wangu. Wewe utabeli wewe. Wewe bosi. Sina sasa leo unachotaka kuniomba. Wewe bosi wangu. Turudi kwenye swali langu, unajaribu kuniayusha hapa. Ndio. Nini? Kitu cha kwanza mimi ambacho watu walikuwa wanasema kwamba watu wa Arusha si wakarimu, lakini nadhani nilivyokuja huku nilivyojionea kwa kweli ni mji ambao kwanza uko safi, watu huko wakarimu, yani wana upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo hicho ndo mimi nilikuwa nakifahamu. Wewe hujawahi kuambiwa chochote? Mimi kwa kweli sijawahi kusikia chochote. Labda unisaidie wewe ambacho umekisikia ni kipi? Mimi ninajulia wapi na mimi nawauliza nyinyi. Labda wewe kuna kitu umeambiwa labda na mtu mwingine. Shaya njoo Shaya. Huyu kwao kwa Arusha. Subiri Benson. Benson njoo kwanza. Huyu yuko timu yetu ya medical, timu ya mazoezi tiba na nini. Njoo kwanza subiri. Kitu gani umewahi kuambiwa kuhusu Arusha? Ulivyokuja Arusha ukagundua hicho kitu sio? Cha kwanza ni uzuri wa mji. Watu wengi wa kwa hiyo uliambiwa kwamba Arusha pazuri? Arusha pazuri sana. Ulivyokuja ukagundua sio pazuri? Ni pazuri lakini sio ile sana. Ile sana unaipunguza. Jombi huyu tunapiga beto. Huyu tunaruka naye masima, huyu tunapiga beto huyu. Natamani kumuuliza CEO wa klabu yetu. Ni mgeni nchi. Boss Otavi. Boss. How are you? You good? Can I ask you a few questions? No, just a question, a quick question. What is one thing that you've been told about Arusha and you came here to realize it's true and it is not? I think about the weather, one of them. They told me that here it's much colder than in Dar es Salaam. Okay. And I can relate. Yeah, I can say that it's true. It's true, yes. And one thing that you heard about Arusha, then you came in to realize, no, it's not. They told me that this stadium is difficult, but I think that we are going to win, so
Yeah, it's not gonna be true. Vamos. Azam Football Club tuko hapa kwa ajili ya mchezo huu. Tumemaliza mazoezi leo na ni siku nyingine ambayo tunauendea mchezo mgumu dhidi ya TRA United. Nilikuwa najaribu kuwa challenge wachezaji wa Azam FC pamoja na staff kwamba ni kitu gani ambacho wamewahi kuambiwa kuhusu Arusha wakagundua kwamba sivyo baada ya kufika hapa, au wakagundua ni kweli, kama ambavyo mmemsikia afisa mtendaji wetu mkuu amesema kwamba aliambiwa kwamba hali ya hewa Arusha ni baridi tofauti na Dar es Salaam. Amefika hapa, ni kweli. Jambo la pili, kaambiwa kwamba uwanja ni mgumu, lakini anasema kwa alivyouangalia definitely tunakwenda kupata ushindi. Mimi binafsi nimewahi kufanya kazi Arusha, nimewahi kuwa hapa Arusha. Nilishawahi kuambiwa kwamba watu wafupi Arusha hatutakiwi, lakini ukweli ni kwamba tupo watu wafupi Arusha, tunadunda, tunatembea. Ndicho kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakiangalia kuhusu Arusha. Wana perspective tofauti. Usisahau kusubscribe, kushare na tuachie comment, tuambie ni kitu gani naweza kukifanya ndani ya Azam Football Club YouTube channel. Mimi naitwa Hashim Ibwe, chao.